Tuachane na siasa, tuangazie hili. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, shule ya msingi ya jamii ya Gatoto iliyopo eneo la Mukuru kwa Ruben jijini Nairobi imekuwa katikati ya mgogoro wa umiliki na usimamizi unaohusisha shirika la kijamii la kibinafsi na serikali. Shule hiyo ilianzishwa mwaka 1994 na kwa miongo kadhaa imewahudumia watoto kutoka familia za kipato cha chini eneo hilo. Hata hivyo, baada ya kusajiliwa upya kuwa shule ya umma mwishoni mwa mwaka 2024, hatua ambayo ilifanya mzozo ukatokea, maswali yameibuka kuhusu ni nani anayepaswa kuisimamia. Mwanahabari Wanjiku Wanjiru ameangazia kwa undani mvutano wa umiliki, msimamo wa mahakama na athari kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla. Taarifa hii imetiwa sauti na Grace Ng'ang'a. Shule ya msingi ya jamii ya Gatoto inayojulikana pia kama Gatoto Community Integrated School iko kwenye kipande cha ardhi cha ekari 1.2 katika eneo la Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Kwa miongo kadhaa, shule hii imekuwa kituo muhimu cha elimu kwa watoto wa jamii ya kwa Ruben. Lakini tangu mwishoni wa mwaka 2024, shule hiyo imejikuta katikati ya mgogoro unaohusisha serikali na shirika ya Gatoto Integrated Development Program GIDP ambalo limekuwa likisimamia shule hiyo. Mnamo Januari 6 mwaka 2025, wanafunzi waliporejea shuleni baada ya likizo ya Disemba, shughuli za masomo zilisitishwa kufuatia mvutano kati ya uongozi wa shule na maafisa wa serikali. Viongozi wa eneo hilo waliwasilisha mwalimu mkuu mpya, naibu wake, pamoja na walimu waliodaiwa kutoka tume ya huduma kwa walimu TSC. Hata hivyo, bodi ya shule inasema hatua hiyo ilichukuliwa bila ilani au mawasiliano rasmi. After making our way in to the school, we found that so many things had happened. The gate had been painted and written there, Ministry of Education, State Department. Hali sawia ilishuhudiwa mwaka huu. Mnamo Januari tarehe 2, kikao cha kawaida cha wanafunzi kilivamiwa na kuvurugwa baada ya kundi la wanaume wanaosemekana kutumwa ili kuharibu mkutano huo. Masomo yalisitishwa tena. We just saw people enter the staff room. There were very many goons. I think they were just very many. And then they were like, teachers, get out of the staff room. Kiini cha mgogoro huu ni swali la nani kisheria na miliki na kusimamia shule hiyo. Shule ya Gatoto ilianzishwa mwaka 1994 kama taasisi ya kijamii chini ya mfumo wa Alternative Provision of Basic Education and Training APBET. Ilianzishwa na marehemu Betty Nyangoha aliyefariki mwaka 2021. Kulingana na sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013, shule nchini Kenya ziligawanywa katika makundi mawili: shule za umma na shule za binafsi. Shule za umma zinaanzishwa na kuendeshwa na serikali, huku shule binafsi zikimilikiwa na kuendeshwa na watu binafsi au mashirika. Gatoto ilisajiliwa na kuendeshwa kama shule ya kijamii, binafsi na isiyo ya kibiashara. Management structure includes the school administration. We have the board of management. GIDP inasema shule hiyo imekuwa ikifadhiliwa kupitia shirika hilo, wafadhili na michango ya wazazi. Wazazi na wanafunzi wa zamani wanasema kabla ya mgogoro huu, shule hiyo ilikuwa ikitoa elimu ya bure au kwa gharama nafuu, chakula na maji, huduma zilizosaidia watoto wengi kutoka familia maskini. Baadhi ya wazazi sasa wanasema hali imebadilika tangu serikali ichukue usimamizi. Mfukuzo imekuwa ni mandatory. Hapa na pale kila siku kwa hapa nje, school fees, mara tumetumwa hiki ikile. Jaribu kuwaambia wajaribu kuangalia watoto saa hii wenye Madam Betty aliweka kwa community wakuwe sponsored. Saa hii sasa kuna mwenye anashughulika. Mimi mwenyewe nilichukua jukumu nikaenda huko. Nikaenda kuona wao watoto ukweli wanasoma hiyo remedio. Nikapata kuna wenye hawajalipa wamewekwa hapo nje na wengine wanasoma. GIDP inadai kuwa mnamo Septemba mwaka 2024, viongozi wa eneo hilo, maafisa wa elimu na aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya shule walisajili upya shule hiyo kama ya umma bila mamlaka halali, na hivyo kubadilisha hadhi yake kutoka shule binafsi hadi ya umma. Part of the board members of this school, of our school Gatoto, went behind our back, okay, and re-register the school as a public institution.
Kwa upande mwingine, mbunge wa Embakasi Kusini Julius Musili Mawathe anasisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali ni halali, akisema ni sehemu ya juhudi za kurejesha ardhi ya umma iliyonyakuliwa. Shule imekuwa ya community, anakuwa na take over. Ni just registration baada ya kujua tulipogundua wezi wameregister shule vibaya. Hadi kwa sababu waliiba 14 years ago na wakaendelea kunufaika na mali ya wizi for 14 years. Kwa hivyo nasali kuwa yao. Tulipojulia hapo ndio tunarecover. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kuwa ardhi ambayo shule imejengwa imesajiliwa kwa jina la Katibu Mkuu wa Hazina ya Kitaifa. Serikali inatumia hili kudai kuwa ardhi hiyo ni ya mali ya umma. Hata hivyo, imebainika kuwa hati miliki hiyo imeshikiliwa kwa niaba ya shule kwa manufaa yake bila umiliki wa moja kwa moja wa serikali au mtu binafsi. Hicho kiwanja ni cha umma ambacho kimesajiliwa ama registered and the title iko kwa jina ya Treasury. Hii ni public land. A trust means that I give you the land is registered in your name, but you don't have the beneficial ownership, in that you're just the person holding the title, but you don't have any beneficial or utilization rights to that parcel of land. So as it stands, the parcel of land is currently registered under the name of the PS Treasury, but he does not have any beneficial rights to that effect. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani Disemba mwaka 2024. Mnamo Juni tarehe 12 mwaka 2023, Jaji Bahati Mwamuye aliamua kuwa shule ya msingi ya jamii ya Gatoto ni taasisi ya kijamii isiyo ya kibiashara chini ya mfumo wa APBET kulingana na sheria ya elimu ya msingi. Mahakama pia ilitangaza kuwa usajili upya na ubadilishaji wa shule hiyo ulikuwa kinyume cha sheria na katiba, na ikaamuru isajiliwe upya kama shule ya binafsi ya kijamii isiyo ya kibiashara. Licha ya uamuzi huo, uongozi wa shule unasema kurejesha hali ya awali imekuwa changamoto, wakidai kuwepo kwa upinzani na kutotekelezwa kikamilifu kwa maagizo ya mahakama. The government has took over the school and is consistently barring the former board of management from accessing the school and running the school as it is supposed to be. The court has issued orders to one of the respondents to provide assistance. When he tried to get assistance, it was very difficult on our part. We have been trying to engage the court till date, and also the parties and also the police, but we have been very unsuccessful. Mgogoro huu ukiendelea, maswali bado yapo. Je, ni unyang'anyi wa ardhi kama wanavyodai wasimamizi wa shule, au ni juhudi za serikali kurejesha ardhi ya umma? Huku uamuzi wa mahakama ukiwa tayari umetolewa, macho sasa yanaelekezwa kwenye utekelezaji wake. Wakati huo huo, mustakabali wa elimu ya zaidi ya wanafunzi 1000, wengi wao kutoka familia maskini, bado haujulikani. Ni Grace Ng'ang'a huyo, taarifa iliyoandaliwa naye Wanjiko Wanjiru. Katibu katika